Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa mara nyingine tena ameilaumu Ubelgiji kwamba inaichunganisha Rwanda na mataifa mengine ya Afrika, lakini akaahidi kwa sasa yuko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Na amesema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena ambapo zaidi ya watu 8,000 walihudhuria tukio hilo. Hotuba hiyo iliyorushwa moja kwa moja katika vyombo mbalimbali vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya, ikiwa ndio kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Anasema Wabelgiji wameua raia wa Rwanda kwa miaka mingi zaidi ya historia hii ya miaka 30 mnayojua. Wametua siku zote, kila mara wanakwenda na kurudi. Tumewaonya miaka mingi na sasa tunakwenda kuwaonya tena sasa, alisema Paul Kagame, rais wa Rwanda. Mataifa makubwa ulimwenguni yanajiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchi ya Rwanda kwa shutuma za kulisaidia kundi la M23 ambalo linapigana mashariki mwa Kongo. Rais Paul Kagame wa Rwanda ametahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Hotuba hii ambayo ilionekana kufafanua kiini cha mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa likiendelea kurindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda inasaidia kundi la M23 ambalo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Kongo kutoka majeshi ya serikali. Rais Kagame akizungumza kwa kuchanganya lugha za Kinyarwanda, Kiingereza na Kiswahili amesema Ubelgiji ndio iko mstari wa mbele kuyahamasisha mataifa makubwa kuiwekea vikwazo Rwanda. Akasema Ubelgiji na nchi nyingine za Ulaya ndio zilipaswa kuwekewa vikwazo kutokana na kile yeye anachosema ni nafasi katika kuliharibu eneo la maziwa makuu. Vikwazo baada ya vikwazo, hata wale ambao wanahusika na tatizo hili wao pia wanaomba vikwazo dhidi yetu. Ni ajabu. Kuna hata wakati mwingine unamuuliza mtu, kwa nini mnataka kutuwekea vikwazo? Na kwa ajabu anajibu kuwa hajui kwa nini, lakini kwamba anafanya hivyo kwa sababu Belgiji imewaomba wafanye hivyo. Nchi za Ulaya, Marekani na jumuiya za nchi 7 zinazoinuka kiuchumi ulimwenguni maarufu kama G7 zote zimeshatangaza kuwa zinajiandaa kuiwekea vikwazo Rwanda, lakini sasa miito na kauli hizo kutoka mataifa makubwa vinaonekana kumfanya Rais Paul Kagame kuwaandaa Wanyarwanda dhidi ya athari zinazowasubiri ikiwa mvua ya vikwazo itaanza kunyesha kikamilifu. Rais Kagame amelani mataifa ya kigeni bila kufumbia macho serikali ya Kongo ambayo kwa kauli yake inaendelea kushirikiana na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao wanafanya mauaji mchana kweupe dhidi ya raia wa Kitusi mashariki mwa DRC, huku jamii ya kimataifa ikifumba macho kama ilivyofanya nchini Rwanda katika miaka 1994. Taarifa za vikwazo zaidi dhidi ya Rwanda zimetangazwa sana baada ya nchi za jumuiya ya SADC kutangaza wiki iliyopita kwamba itayaondoa majeshi yake kutoka mashariki mwa Kongo, hali ambayo ilifuatwa na serikali ya Kinshasa kutangaza kuwa sasa imekubali mazungumzo na waasi wa M23 mjini Luanda, Angola kesho Jumanne. Hata hivyo haijulikani mustakabali wa mzozo huu wa Kongo kutokana na waasi wa M23 kuendelea sasa kuyatoa maeneo mengine licha serikali ya Kinshasa kukubali mazungumzo ya kuleta amani na mataifa makubwa kuendelea kuishinikiza Rwanda. Lakini je, italeta suluhu? Ni kitendawili ambacho kinasalia kama kazi katika kukitegua. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kufahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.